Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mtazamaji wa TV Fizi News 24. Matumaini yetu ni kwamba unakuwa mzima wa afya. Tunakukumbusha kwamba tunakutangazia toka mashariki mwa DRC, ikiwa jimboni Kivu Kusini. Natasha Mengo Androya ni mtangazaji wa leo. Tunakuwa Juni 6, 2025. Tuanze habari hizi na habari za elimu. Wanafunzi wa darasa la 6 wamefurahishwa na uendeshaji wa mitihani ya serikali ya nchi ya kikao hapa Bukavu. Walieleza hayo walipotoka katika baadhi ya vituo vya mitihani. Zaidi ya siku 4 wanafunzi hao walichukua inshan, mazoezi ya kitaaluma na majaribio mengine ya somo kwa sehemu zao mbalimbali. Waliwasiliana nasi, baadhi yao wamesema wamefurahishwa na wanakuwa na uhakika wa kupata matokeo mazuri, huku wengine wakihisi mitihani haikuwa rahisi kama walivyotarajia. Tuweze kuwafuata. Mitihani ilikuwa mzuri. Ilikuwa bien, bilipita bien. Pare yangu mimi ndaza sema ilikuwa un peu difficile, mais Mungu akasaidia tunapiganisha. Peut-être kwa wengine haizi kuwa la même chose, mais vraiment bien. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mitihani imepita vizuri sana. Ni kitu ambayo sisi wote tunafurahika sana kuona ndani ya hali ama dalili ambayo tuko napitia ama vitu haviendeke, lakini mitihani inafanyika. Ndio tunashukuru Mwenyezi Mungu kupitisha vizuri. Mitihani haikuwa nguvu zaidi, ilikuwa kameme ya kueleweka kwenye sisi wenyewe tulijitayarisha. Kwa mtu mwenye alijitayarisha mitihani ilikuwa ya sawa. Kwa wengine ambao hawakujitayarisha tutaweza sema mitihani ilikuwa nguvu, lakini Mungu alisaidia, kila kitu kilipitikana vizuri sana. Siasa. Gavana wa Kivu Kusini chini ya bendera ya AFC M23, Emmanuel Birato amerejea Bukavu tangu Alhamisi Juni 5 mwaka tulimo, baada ya misheni kwenda Goma kwa mwaliko wa wakuu wake. Alikaribishwa na idadi ya watu, wajumbe wa baraza lake pamoja na baadhi ya watumishi wa AFC M23. Katika ujumbe mfupi kwa wapashaji habari, alisema kuwa alileta ujumbe wa umoja kwa wakazi wote wa Kivu Kusini. Emmanuel Birato alisema amerejea kazini ili kuinua maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Mnajua kama mimi nilitoka hapa kama gavana. Kama gavana nilitumika na wazee wa chama, na mjue kama ni wazee wa chama ndio wenye wataambia yenye iko. Haiko mimi ndio mimi naweza kuvisema. Nilienda kama gavana, hawajanitoa. Kwa hivyo mjue kama ningali kazini mpaka wenyewe wakuje waseme. Inafaa kukumbuka kuwa gavana wa Kivu Kusini amerejea katika jimbo hili wakati ambapo amri nyingine iliyotiwa saini na mamlaka ya AFC M23 inamteua kuwa mkurugenzi wa idara ya mafunzo, mipango na ukuzaji wa hali ya hewa ya biashara na uwekezaji. Usalama. Watu 3 ambao wanadhaniwa kuwa wezi walinaswa wakiwa na bunduki 3 aina AK-47 na vitu vingine vya samani wakati wa doria iliyoendeshwa huko Mukukwe majira ya asubuhi. Operesheni hii imefurahisha viongozi wa jumuiya waliotupasha taarifa hii. Haya yanajiri baada ya wizi wa hivi majuzi wa kutumia silaha ulioendeshwa mnamo nyumba kadhaa huko Meteo, Telekome na Mukukwe, tukiwa mjini Bukavu, kama alivyosema David Chikuru. Anaongeza kuwa msako unaendelea kwa ajili ya kuwasaka wahalifu wengine wanaojificha kwenye eneo mbalimbali pa Ibanda. Hata hivyo, anatoa wito kwa wananchi walio na amani kuendelea kuripoti kesi zinazotiliwa shaka kwa vyombo vyao na wamiliki wote wa zana za kijeshi ili kupata suluhu ya ukosefu wa usalama unaoendelea kuripotiwa katika jiji la Bukavu. David Chikuru alisema, tunaomba wakaaji wote wajue kama wasitie maisha yao ndani ya hatari kwa kujiunga
na wale ambao wanaleta usalama mdogo, sababu yule analeta usalama mdogo ataweza kushambulia jirani kesho, na kesho hata mzazi atakuwa pia naye akikuwa naye akisumbuliwa na wale wajambazi. Tunaendelea na kuomba misako hizo ziendelee ndani ya mji wa Bukavu nafasi yote, sababu tunaona hata huko Mungu ambako kwa siku hizi watu hawasinzii kila siku, huko Ruzizi watu hawasinzii hata kidogo. Sababu gani? Sababu ya majambazi. Mazingira. Mkoa wa Kivu Kusini umetoka kutangaza kupiga marufuku uuzaji wa wanyama pori, mkaa, mbao na bidhaa nyingine zinazotoka katika buga la kitaifa la Kahuzi-Biega Penkabe. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa kwa umma mnamo Juni 4 mwaka 2025, viongozi wanaonyesha kuwa hatua hii inakusudia kulinda na kuongeza mfumo huu wa mazingira uliorozeshwa kama urithi wa UNESCO. Taarifa hii kwa vyombo vya habari iliyosainiwa naye Bwana Dunia Masumbuko Bienge, makamu wa gavana anayesimamia masuala ya kisiasa, utawala na sheria, anasisitiza kuwa hatua hii ya kupiga marufuku shughuli haramu katika hifadhi hii inakusudia kulinda na kuwakinga viumbe hawa walio katika hifadhi hii. Hifadhi hii ya kitaifa ya Kahuzi-Biega inatambuliwa ulimwenguni kote ikiwa na viumbe vinavyotamaniwa kama vile sokomutu na vingine. Mamlaka ya mkoa pia inatoa tahadhari kwa wote ambao hawatashikilia hatua hii. Taarifa hii kwa vyombo vya habari inabainisha kuwa watu wale ambao hawatatii na kuheshimu hatua hii wataadhibiwa vikali kulingana na sheria. Habari za kijamii. Shirika la kitaifa la umeme SNEL lina watahadharisha wateja wake kuhusu kuwepo kwa mtandao wa matapeli ama wezi wanaofanya kazi katika jiji la Bukavu wakijipitiza kwa njia ya watumishi wa shirika hili. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotumwa kwetu tangu Juni 5 mwaka tulimo, wasimamizi wa eneo la SNEL wanashutumu watu hawa wanaoiba pesa kutoka kwa nyumba kadhaa mjini Bukavu, huku wakitumia maneno ya uongo kwamba wao ni watumishi wa shirika la kugawa moto. Kulingana na shirika SNEL, watu hawa wanaofafanuliwa kuwa wasiokuwa wakiungwana wanadai kuwa wametumwa kushughulikia shughuli za bili ama faktir au usomaji wa mita, lakini wanachukua fursa ya uwepo wao kupora pesa kutoka kwa wateja wao sababu hawana habari ya ukweli. Akikabiliwa na hali hii, shirika la SNEL linahimiza wateja wake kuwa waangalifu na kutoruhusu watumishi wowote kuingia nyumbani isipokuwa wale wanaotambuliwa kihalali. Mwisho, wanaahidi kuwasiliana na mamlaka husika ili kutafuta mtandao huu na kurejesha uaminifu kati ya kampuni na wanamemba wake. Tutawasiliana na mamlaka husika ili kukomesha vitendo hivi ambavyo vinatatiza utekelezaji wa kazi nzuri kwa mtandao wetu na usambazaji unaohakikishia uongozi wa kanda. Kwa ufupi, SNEL inakumbusha kwamba malipo yote ya bili ama faktir lazima ziendeshwe katika maeneo rasmi ya mauzo yaliyo katika manispa 3 za jiji la Bukavu na vile vile katika ofisi ya usimamizi wa eneo mnamo Avenue du Gouverneur. Kanda 3 za afya zitafaidika na mradi wa kibinadamu uliozinduliwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR. Mpango huu wa dharura wa miezi 3 unalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika maeneo 3 ya afya inayoathirika na ukosefu wa usalama. Inahusu kituo cha afya cha Bushushu na ya Nyabibwe katika eneo la afya la Kalehe na pia kituo cha afya cha Nombo kilicho katika eneo la afya la Minova. Mradi huu hutoa huduma ya bure kwa watoto wenye umri wa miaka 0 hadi 15, iwe wamehamishwa ama hurudishwa au wakave. Inahusu pia waathiriwa wa ubakaji, waliojeruhiwa na silaha, wanawake wajawazito, watoto na watu ambao wanakuwa na maisha magumu. Honore Lemera, mganga anayesimamia kituo cha afya cha Bushushu, amefurahishwa na mpango huu. CICR imejitolea kutoa dawa muhimu kila mwezi pamoja na kusaidia operesheni na usimamizi wa wafanyikazi wa matibabu. Kwa kifupi, zaidi ya wenyeji 17,000 wa maeneo ya afya ya Bushushu, Nyabibwe na Numbi walionekana pia kufaidia na miradi hii. Habari za dini na matamatisho.
Waislamu wa Kivu Kusini wanatakiwa kutanguliza kupendana na kuombea kurejeshwa kwa amani katika eneo la mashariki mwa nchi. Wameeleza hayo wakati wa sherehe ya kondoo iliyosherekewa Juni 6 mwaka tulimo kunako uwanja wa kandanda tukiwa Pakadutu. Wakiwa wamevalia kama masurutani, wote walipiga magoti kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake wakati wa siku 10 ya sherehe hii. Waumini wa Kiislamu waliomba kurejea kwa amani mashariki mwa DRC ambayo muda mrefu imekuwa ikiharibiwa na vita vya mara kwa mara. Katika mahubiri yao, maimamu wamesisitiza mshikamano na kuishi pamoja katika jimbo la Kivu Kusini na DRC. Kwa kuchukua fursa hii, maimamu wamependekeza kwamba waumini wa Kiislamu waendelee kushiriki na kuonyesha upendo na wasio Waislamu. Kuimarisha upendo baina yetu na kutumia siku ya leo, ni siku tukufu, tutumie hii fursa kuweza kuombea nchi yetu, Mwenyezi Mungu atujalie kutupatia amani ya kudumu, atujalie vita iweze kumalizika, wapate kusikilizana ili vita iweze kumalizika. Akihudhuria katika sherehe hiyo, Gavana wa Kivu Kusini Emmanuel Birato anawataka Waislamu kuwa na umoja na upendo kama alivyoagiza Mwenyezi Mungu. Wajisakrifie, wakuwe uni, wakuwe pamoja. Kwani kama wako pamoja hawataendelea sana mbele, kwani hiyo disparite yenye iko kati yao haitawasaidia kwenda mbele. Kama ukumbusho, sikukuu ya kondoo ni sherehe ambayo Waislamu hukumbuka jinsi Mungu alivyomwachilia Isaka mwana wa Ibrahim kwa kumtolea kondoo badala yake. La ziada hatuna, mtazamaji wa TV Fizi News 24. Ni hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya Juni 6, 2025. Tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamseke. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.